Nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee mmeyasikia. Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 hatuchezi, tamko hili ni la wana Yanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 hatuchezi. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga haiwezi kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa, na kwa taratibu zile ambazo wao zilielekeza zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu, ili hata wale wana Yanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara ya kuuza chakula, kuuza vinywaji kwenye eneo la tukio tarehe 15, basi wasijisumbue kufanya hivyo kwa sababu mechi haitakuwepo. Lakini lingine, tunawaagiza viongozi wetu, wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui, waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Ni kinyume na takwa la wanachama wa sisi ndio wanachama. Tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya hapo watatutaka ubaya kwa sababu hatutokubaliana na hiki wanachokifanya. Kwa hiyo tumewalai katika lugha nyepesi kabisa, kama waelewe, lakini kama si waelewa tutawaelewesha nini maana ya kufuata taratibu na kutumia logo yetu au kutumia jina letu
au wanachama wetu kinyume na utaratibu ambao sisi wenye klabu tumeutabanisha kwa umma. Kwa hiyo ndugu wanahabari, kikubwa ambacho ni mazingatio ambayo sisi tumeyazungumza, kwa maana ya kwamba hakutokuwa na mwanachama yoyote tawili atakayefanya promotion au interview kuelekea mechi ya tarehe 15 bila yale yote yaliyoainishwa kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3 yawe yamepatiwa majibu, na ili haki isimame na mpira uchezwe. Baki mbele yetu tukio la tarehe 15 halitokuwa na mabadiliko kama yale tulioainisha kwenye barua hayajafanyiwa kazi abadan. Asante. Hatuchezi imeleka. Yanga wale. Sasa ili tuwe na demokrasia nzuri. Ili tuwe na demokrasia nzuri kwenye vikao vyetu. Kama kuna mwanahabari yoyote ambaye anataka kutuuliza swali lolote kuhusu mechi ya dabi, tuko tayari. Mko tayari kunyang'anywa pointi na viongozi wenu kufungiwa ama kuingia kwenye mtego wa adhabu? Kwanza niwaombe na niwathibitishie Watanzania na Wanayanga, nimesema tuko tayari kwa adhabu yoyote ambayo itaonekana sisi tunastahili kupewa adhabu. Siamini kwamba kuuliza ama kukataa kucheza mechi kwa kutaka kupata ufafanuzi kwamba kanuni gani ilitumika kuahirisha mechi itakuwa ni kosa. Siamini. Watu waeleze walitumia kanuni gani kuahirisha mechi. Lakini wamekuja kutuambia kwamba walikuta na viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Watu waeleze majibu ya hivyo. Kwamba rushwa ilikuwaje, nani ametumiwa na rushwa, nani alikamatwa na rushwa, uvunjifu wa amani jeshi la polisi linasemaje, kulikuwa na uvunjifu wa amani wa namna gani, ili tuende kwenye dabi ambayo itakuwa haina makando mengine. Kama hawajatujibu, tuko tayari kwa adhabu yoyote. Lakini wahakikishie Watanzania na Wanayanga, pointi ambazo tumezitafuta kwa jasho letu kwenye viwanja, wachezaji wetu wamevuja jasho, haitapotea pointi yetu hata moja. Hili hatulisemi kwa kubahatisha. Na sisi Azam watupi hela kama zawadi. Yeye ni mnufaika na sisi ni wanufaika. Tulichokieleza kuelekea mechi ya tarehe 15, sisi ndio sehemu ya kwanza ya mkataba kwa maana ya Yanga. Tunapozungumzia Yanga ni sisi wanachama. Sisi tushasema hatuchezi. Mwenza wetu anapokwenda kuitangaza hii mechi ni kuingia kwenye wizi ambao sisi tusingependa ipate hiyo kashfa kama alipata kwenye mechi iliyopita. Kwa maana ya kwamba yeye anafanya promotion, watu watalipia kisunguzi chao ili waangalie hiyo mechi, si ndivyo? Wanayanga tumesema tuangalie, tumelipia cha shilingi 7,000 kwa ajili ya sinema zetu. Shida iko wapi? Kwa hiyo sisi tulichozungumza ni kwamba hii mechi ya tarehe 15 sisi tulioingia naye mkataba kama Young Africans, wanachama ambao ni wamiliki halali wa hii klabu, hatuchezi. Anafanya promotion na nani? Anamtangazia nani? Sasa kama anaweza atangaze tu kuna mpambano kati ya waendeshaji wa mpira na timu nyingine watakutana huko. Sisi Yanga hatuchezi. Ize kwamba asiingie kuwahamasisha mashabiki wetu wakapoteza nauli zao, wakasumbuka kwenye jambo ambalo wenye jambo letu wenye klabu yetu tumesema hatuchezi. Hatujamgusa kwenye mkataba wake, sisi tumempa rai. Kwa maana ya kwamba yeye ana haki ya kutangaza hayo matangazo, hajilizishe. Alifanya matangazo makubwa sana kwenye mechi ya tarehe 8. Ameandika barua ndefu sana kuelekea bodi ya ligi. Hatujui amewaandikia kitu gani. Asiingie tena kwenye uonkenge. Sisi tumezungumza mapema. Leo tarehe ngapi? Tarehe 5. Mechi tarehe ngapi? Kuna siku ngapi? Asifanye, asipoteze energy, asipoteze vitendea vya kazi, asitumie logo yetu. Ndio tulichomwambia. Kwa sababu sisi hatuchezi, hatuhusiki kwenye hilo jambo. Sasa kama sisi hatuhusiki, anatangaza zidi ya nani? Kwa hiyo sisi tumetoa rai.
kwa maana ya kwamba tumetoa rai na tumewaambia viongozi wetu wanajua taratibu za kimkataba, wawaandikie kwamba bwana, hili tangazo, hebu sisi hatushiriki kwenye hili jambo, tunaendelea na mazoezi yetu, aje achukue picha, tunafanya mazoezi pale KMC, tutafanya mazoezi gym kwa ajili ya kuelekea tarehe 18, hiyo ruksa afanye promotion. Lakini kwa mechi ya tarehe 15 sisi wenye jambo letu tumesema no.